إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu katika imani, kulingana na muendelezo wa khutba yetu tulioanza katika maijumaa mawili yaliyotangulia kwa unwan waswaya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kabla wafatihi, nyasia za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla kufa kwake. Tukafikia katika wasia wake mtume sallallahu alaihi wasallam pindi aliposema, ayuhan nas, enyi watu, mal faqra akhsha alaikum, mimi sichelei kwenu nyinyi ufukara. Lakini khutba ilituonesha kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akituchelea dunia, tukashindana kwenye dunia, ikatuangamiza dunia kama ilivyoangamiza wale waliokuwa kabla yetu kwa kule kwao kutaka kushindana katika dunia. Kwa lugha nyingine, ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kututahadharisha na kututanabahisha na kutupata nabuhi ya kutoifadhilisha dunia sana na mno kuliko hata akhera. Ndipo tukafikia katika khutba yetu kwenye Ijumaa iliyopita kwa maneno ya Allah tabaraka wa taala yaliyoko katika suratu Fatir aya ya 5, ya ayuhan nasu inna wa'da Allahi haq, enyi watu, hakika ahadi ya Allah tabaraka wa taala ni kweli, fala taghurannakumul hayatud dunya wala yaghurannakum billahi algharur, usiwaghuri nyinyi uhai na maisha ya dunia na wala siwaghuri nyinyi ibilisi. Said ibn Jubair asema, ghururul hayati dunya, ghururi za uhai na maisha ya dunia, an yashtaghila al-insanu binaimiha walidhatiha, ni mwanadamu na mtu kujishughulisha na neema za dunia na dunia yenyewe kidhati yake dunia, anil amali al-akhirah, kuliko hata amali ya akhira, ama hata kuliko mambo ya akhira. Mwanadamu amesimama katika dunia, mwanadamu anaishi katika dunia, lakini akawa amejishughulisha na mambo ya dunia,
na akawa huiandama dunia mpaka kule kushughulika kwake akaisahau akhera, huko ni ghururi za dunia kwa dunia kumghuri huyu mja. Na siku zote sisi tuambiwa i'mal lidunyaka kaannaka taishu abada wa'mal li akhiratika kaannaka tamutu ghada. Tenda kwa ajili ya dunia yako kana kwamba utaishi milele, na tenda kwa ajili ya akhera yako kana kwamba utakufa kesho. Maneno haya yamaanisha nini? Maneno haya yamaanisha dunia isitughuri, dunia isituhadai, tusiwe na pupa na dunia, hata kwenda mbio kwetu katika maisha ya dunia, na hata kwenda mbio kwetu kwenye kukimbilia dunia, lakini tusiwe na tamaa nayo sana, wala tusiipende sana. Hata kutenda kwetu kwa ajili ya dunia, tenda kana kwamba utaishi milele, kwa makusudio. Ikiwa unaloliendea mbio katika hii dunia, sema na weka kwenye kifua chako na moyo wako, sikikupata leo takipata kesho, sikikupata kesho takipata kesho kutwa, sikupata kesho kutwa tapata wiki ijayo. Hiyo ndo takaiwe maisha yetu na ufahamu wetu kwenye haya maisha ya dunia. Lakini la akhera ni tusimamapo kufanya la akhera, tusimame kana kwamba ndiyo mwisho, na hapo ukimaliza hapo ni wakati wa kufa kwako, au tenda kwa la akhera kana kwamba utakufa kesho. Mfano wake, sasa hivi tumekuja kwa swala ya Ijumaa. Yani kwa kutenda kwetu kwa kuifikiria akhera, iwe sote tuweke kwenye akili, Ijumaa inaokuja mimi sitoipata kwa sababu kesho takufa. Ukiliweka hilo kwenye akili na ukiliweka hilo kwenye moyo wako, utakuta ya kwamba dunia haikubabaishi wala dunia haikupeleki mbio, bali utakuwa saa zote wafikiria kujiandaa na akhera yako. Lakini Said ibn Jubair asema ghururi za uhai wa dunia ni kule mwanadamu kujishughulisha na kushughulika na neema ziliyoko katika dunia na kusahau akhera, hata yakula, mpaka ufikia wakati akasema ya laitani qaddamtu lihayati, laiti ningelitenda wakati wa uhai wangu. Ina maana itafika wakati mwanadamu hawezi tena kutenda. Itafika wakati mwanadamu umefikia sasa wataka kutenda, huwezi kutenda. Angalieni, wacha kwa kutotenda, kwa kuadhibiwa kwa kutotenda, lakini kwa mazuri tu ya mwanadamu afanyayo, kwa malipo atakayoyapata kwa Mola wake, mwanadamu kwa yale mazuri paka sema nimetenda kwa kiasi nilichotenda, nimepawa haya, nimepata haya, lau ningelitenda zaidi ya haya ningelipata nini? Angalieni, kwa kufa waondoka, kwa kuadhibiwa kuna watu watasema ya laitani qaddamtu lihayati, kwa kuadhibiwa, yani afadhali kama ningelitenda mazuri, leo wenzangu wamepata mazuri. Lakini hilo liweke kando, wewe shika tu kwa mazuri utakayopawa kwa mazuri uliyoyatenda. Hilo hilo utatamani ya kwamba ulitenda mazuri zaidi, ili kwa Mola wako ulipwe mazuri kuliko yale uliyoyakuta. Lakini na maana ya kwamba kwa ghururi za kidunia, kulingana na maneno ya Said ibn Jubair, ni mwanadamu dunia kumghuri mpaka huondoka duniani hakufanya lolote au hana chochote. Ndugu zanguni katika imani, maisha ya dunia ni maisha mafupi sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yujawizu dhalika au yajuzu dhalika fi riwaya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema maisha na umri wa umma wangu
wanadamu walioko kwenye umma wangu uhai wao ni maisha ya 60 mpaka 70. Kisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ni wachache watakaovuka hapo. Twasemaje kwa dunia ya leo, vijana leo, kwa dunia namna inavyokwenda kwa kasi, sidhani kama tutafikia miaka 60 wala 70, wala siwatishi kulingana na hali ya ulimwengu ilivyo na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini si wingi vijana sisi tutakaofikisha 70. Wazee wetu wamefika walilahi alhamdu, lakini sisi si wingi. Kifika 53, 48, 39, 51, watu wameanza kumtolea mato. Ikiwa umeandikiwa vile ulivyoandikiwa, ndivyo utakavyoondoka kwa kadri Mola wako alivyokupangia, na sote namna tulivyopangiwa. Lakini ni maisha mafupi sana, na ni maisha ambayo kwamba mwanadamu saa zote takayatia akilini, na ikiwa yenyewe masiku ni mafupi, na haya masiku kila yakienda sisi huzidi kulisogelea kaburi. Sasa hivi utakuta watu sherekea New Year. Sasa hivi watu watasema ya kwamba sasa hivi ilikuwa Ramadhani, sasa ni Ramadhani tena. Kuna watu watasema juzi tu ilikuwa ni Eidul Adha, kesho kutwa Eidul Adha. Hii ina maana ya kwamba tusiwe na kipimo hicho pekee, tuwe na kipimo ya Ibn Adam, idha dhahaba yaumuk dhahaba ba'dhuk. Siku yako ikienda, sehemu katika maisha yako imepotea. Sasa hivi namna siku zinavyokwenda, ni sisi tuwe saa zote twayafikiria masiku, tusikurike kwa hurudi za kidunia, tusimameni katika hii dunia kwa sisi kwenda mbio katika kutenda ambao kwamba yatatusaidia kesho akhera, kwa sababu hapa si kwetu. Angalia Abdullah ibn Umar asema, akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bimankibayya, Mtume sallallahu alayhi wasallam alinishika mabega yangu. Faqala, Mtume akasema, kun fi dunya kaannaka gharibun au abiru sabil, kuwa katika hii dunia kana kwamba wewe ni mgeni au ni mpita njia. Na ndio ukweli wa mambo. Hapa duniani sisi twapita, hapa duniani sisi ni wasafiri. Ndio huyu Abdullah ibn Umar alikuwa akisema, idha asbahta fala tantadhir almasa wa idha amsayta fala tantadhir as-sabah wa khudh min sihatika limaradhika wa min hayatika limautika. Sema, ukipambazukiwa na asubuhi usingoje jioni, na ukipewa na jua jioni usingoje asubuhi. Tusiseme nitatenda, nitafanya, nitatoa, nitakwenda. La, wakati umefika, hapo hapo simama ili utende. Na kisha pia tuchukue katika afya zetu kabla tujakuwa wagonjwa. Ukifika ni mgonjwa, huwezi kufanya, tatamani kufanya, na tufanye kabla hatujafikiwa na umauti. Umauti ukifika, hakuna tena sehemu ya kutenda. Sasa tuchukue nafasi katika uhai wetu kwa kusimama sisi kutenda, ili tukienda kwa Mola wetu tunali na tupate ambao kwamba ni mema. Bakrul Muzni asema, ma min yawmin akhrajahu Allahu ila dunya illa yaqul, hakuna siku yoyote Mwenyezi Mungu atakayoileta katika hii dunia isipokuwa hiyo siku yasema kumwambia mwanadamu, ya ibn Adam, ewe mwanadamu, ightanimni, neemekana mimi, ghanimikana mimi, la'allahu, huenda, la yauma laka ba'di, hauna siku baada ya leo, wala lailata illa tunadi, na hakuna usiku wowote utaingia isipokuwa ule usiku usema kumwambia mwanadamu, ya ibn Adam, ewe mwana wa Adamu, ightanimni, neemekana mimi, ghanimikana mimi,
la'allahu, huenda, la laita laka ba'di, hakuna usiku mwingineo isipokuwa huu ambao kwamba leo umeupata. Usiku wa jana kuna watu waliupata, lakini wamekosa mchana wa leo, na kuna watu nao walipata mchana wa jana, lakini wakakosa usiku wa jana. Sisi leo tumepata mchana wa leo, hatujui kama tutaupata usiku wa leo. Sasa ikifika asubuhi tusingoje jioni, na ikifika jioni tusingoje asubuhi, ni tupatilize, kwa sababu uhai hauko mikononi mwetu. Uhai wa mwanadamu na visa vya vifo hivi vya ajabu ajabu viko sana. Watu hufa, wengine wameketi waangalia TV, watu hufa, watu wazungumza naye, mwana amenyamaza, kumbe ashakwenda. Watu hufa. Kwa mimi ni mmoja niliopata kisa hicho, kwa mtu kufa baada mimi nanywa chai na yeye anywa chai, hapo akiinuka tu hapo hapo napigiwa simu, fulani amekufa. Acha hilo, alitoka mwanamke kwenda kwenye nyumba fulani kwa lengo la kutaazii na kutoa taazia kwa msiba uliofika kwenye ile familia. Alipoenda akamwambia mmoja kati ya wanawake, lete na mimi chai ninywe. Basi huyu aliinuka kwenda jikoni kumtilia chai. Basi aliketi kwa muda kidogo kusubiri chai, na chai haiji. Akenda kiangaliwa, aliokwenda kutia chai jikoni shakufa. Angalia namna dunia ilivyo, na namna dunia ilivyo fupi, na namna ambavyo kwamba dunia haina maana. Dunia haina maana. Angalia hii dunia ni kule tu kwa ghururi tu za dunia kutughuri. Mmoja ambaye kwamba alikuwa ni mzee sana alisema maneno haya, kuntu ana wasihatu nabhathu anil mal, wal yawm ana wal malu nabhathu anis siha. Subhanallah. Asema huyu maneno mazito sana. Mimi na afya ilikuwa tukienda mbio kutafuta mali, leo mimi na mali twaenda mbio kutafuta afya. Subhanallah. Yani alikuwa na nguvu, alikuwa na afya, akaenda mbio kutafuta mali mpaka akapata mali. Lakini sema nilipoyapata mali nayo, lakini leo hii nina mali, mimi na mali twaenda mbio kutafuta afya, mimi sina afya. Ndipo pale hualikwa majumbani kwa watu, mukaekewa kila aina ya chakula na mtu milionea bilionea, lakini chakula anachokula yeye hata utasikitika, mali yanayo, afya hana. Sasa ni dunia ipi ambapo kwamba twaipenda sana kwa sampuli ambapo kwamba tukenda kutafuta mali twapoteza nyakati zetu na siha zetu kutafuta hayo mali. Pindi tupatapo hayo mali, sisi ni wagonjwa, tuna tena afya, hata ya kutenda ya kheri hatuwezi, maradhi tayari yametusibu. Ni dunia iliyoje hiyo, mwanadamu mpaka kahurika nayo, akataka kuishika kwa mikono miwili, akasema mimi kufa kupona na dunia. Kipata mali watafuta afya, ukiwa na afya watafuta mali. Ina maana isituhuri dunia wala isituhadae dunia. Ndugu zanguni katika imani, Said ibn Jubairi asema, kullu yawmin yaishuhu almu'minu ghanima, kila siku muumini ambako kwamba ataishi kwenye siku hiyo ni ghanima kwake. Ina maana tutumie masiku yetu hapa duniani kwa lengo la sisi kuitafuta akhera yetu, lakini tusipoteze nyakati katika uhai wetu na maisha yetu. Sufyanu Thauri asema, man laiba bi umrihi dhayya ayyama harfihi wa man dhayya ayyama harfihi
dhayya ayyama haswadihi, yoyote mwenye kucheza na umri wake amepoteza siku za kupanda kwake, na yoyote atakayepoteza siku za kupanda kwake amepoteza siku za kuvuna kwake. Ina maana hapa duniani tumekuja kupanda, ina maana kesho akhirani watu watavuna. Ina maana tukipoteza umri wetu hapa duniani tumepoteza siku za kupanda kwetu. Tukipoteza siku za kupanda kwetu tutarajie tukavune nini nasi hatukupanda? Al-umru qasirun fala tuqassirhu bilghafla, umri ni mfupi sana, na sisi tusizidi kufupisha umri kwa kule kughafilika sana na mno. Qala baadhi al-hukama, baadhi ya wenye hekima wasema, kaifa yafrahu bidunya, vipi mtu ataweza kufurahi na dunia? Man yawmuhu yahdimu shahrahu, mtu ambaye kwamba siku yake huvunja mwezi wake. Wa shahruhu yahdimu sanatahu, na mwezi wake unavunja mwaka wake. Wa sanatuhu tahdimu umrahu, na mwaka wake unavunja umri wake. Auliza suala mmoja kati ya waliokuwa na hekima, kwa nini mtu afurahi na dunia? Siku yako yavunja mwezi wako, mwezi wako yavunja mwaka wako, mwaka wako wavunja umri wako. Kisha akasema tena, kaifa yafrahu bidunya, vipi mwanadamu wafurahi na dunia? Man yaqudu umruhu ila ajalihi, mtu ambaye kwamba umri wake humpelekea mwisho wake na umauti wake. Wataquduhu hayatuhu ila mautihi, na uhai wake humpelekea kwenye kifo chake. Vipi utafurahi na dunia kama hiyo? Lakini imetuhuri dunia, imetuhadaa dunia. Leo sisi twaishika dunia makamama, hatuna habari na akhera. Lakini wema waliotangulia, watu walikuwa wakifikiria akhera. Tusome visa vya maswahaba, na visa vya maswahaba na visa vya wema waliotangulia ni mazingatio kwetu sisi, si maliwazo wala pumbao. Ni sisi tupate ibra kwa visa kama hivi. Wema waliotangulia ni wingi sana, tukiwataja hatumalizi. Lakini angalia watu walipoingia katika Uislamu, watu waliteswa. Kina Bilal, sote twajua Bilal aliteswa kwenye jua kali la Maka. Jiwe kubwa liliwekwa kwenye kifua chake, akaambiwa haya, kufuru Muhammad. Aadhibiwa kwa kusilimu Bilali, lakini ilikuwa amesimama kwa msimamo Bilali kusema ahad ahad. Mweke kando Bilali, twende kwa Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir aliposilimu yeye, na mamake akasilimu, na babake kasilimu, walishikwa wote watatu, wakawa wanaadhibiwa, wakateswa. Akafa mamake, mwanamke wa kwanza aliyokufa shahidi. Vitabu vasema alidungwa mkuki kwenye sehemu za siri. Vitabu vasema alikuwa ni mjamzito mama huyu. Ammar kwa kuona yote hayo, alipokuwa akiadhibiwa, Ammar aona hapa sasa palipofikia ni mwisho. Alipoambiwa mkufuru Muhammad, acha dini ya Muhammad, dini ya Muhammad si dini, mtaje Lata wala Uzza. Basi kuambiwa hayo kawa hana namna, akawataja. Lakini angalia watu namna wanavyoifikiria akhera. Kuna waliosimama kinsimamo wa kuteswa na mpaka uhai wataka kutoka, lakini kwa kutarajia akhera hawana hamu na dunia, wakasimama kinsimamo. Mwangalia na Ammar alivyokuwa na msimamo baada ya kuteswa kwake na wazazi wake kuuawa, naye kuteswa kakubali kutaja miungu ya washirikina. Lakini vitabu vasema baada ya pale ilikuwa hawezi kumkabili Mtume sallallahu alaihi wasallam.
akawa anamkimbia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa anamuonea haya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi siku hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza naye, akamwambia una nini? Akamwambia ya Rasulullah, nimekutaja kwa shari. Mtume akamwambia kaifa tajidu nafsak, moyo wako uko vipi? Wahisi vipi kwenye moyo wako? Akamwambia mutmainnan bil iman, moyo wangu ya Rasulullah una imani vile vile na kuamini ya kwamba wewe ni mtume wa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia fa in adu fa'ud, katika riwaya wa in adu fa'ud. Amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kumliwaza, ambia wakirudi tena wasiokuwa Waislamu wakikushika kukuadhibu na kukutesa, simama na msimamo wako huo huo, hata kama utanitaja vibaya, lakini maadamu moyo wako umesimama kwa imani kamili ya kuniamini, hakuna shida kwa hilo. Hao wema maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hamu yao ilikuwa ni akhira, hamu yao haikuwa ni dunia. Leo ni wangapi Waislamu walioko kwenye zama zetu tunaokwenda makanisani kuombewa? Mmoja ni mgonjwa, asema nimejaribu kwa upande wa Kiislamu na Uislamu sikutibika, sasa hivi wacha nijaribu na upande wa pili wasiokuwa Waislamu. Watu wenda makanisani wakaombewa, kisha jiita Muislamu, wakasimamishwa kwa maninja na mabuibui. Waweza ukasema na wengine wakasema ni acting. Hakuna acting, iwe ziko kwenye acting kuektiwa, lakini kando na hayo kuna wengine ni wa kweli. Mfano ni kama tulivyonena kwenye khutba ya Ijumaa iliyopita, kuna wanawake wetu wanaosimama kujiuza mausiku. Mmoja anambia jana, ile klipi yako nimesikia kwenye khutba ya Ijumaa, shekhe hujui kitu, wacha nikufahamishe, nikuoneshe Mombasa ilivyo mbovu. Asema ile uliozungumza bado hujazungumza. Mombasa kuna uchafu. Asema kuna mmoja alikuwa nikimwangukia, kimuheshimu, kimbusu, majilbabu na maninja. Wala nikisema hivi sisemi wote ni wabaya, wote ni wachafu, na ni kweli. Kwa hivi kweli twakashifu vazi la Waislamu. Lakini asema shekhe, siku hiyo nilitembelewa na rafiki yangu. Rafiki yangu akaja akanihada, akanambia leo siwezi kulala mimi mpaka twende klabu. Asema tukaanza kutembea klabu kuanzia Mtwapa mpaka tauni huko. Sisi tuingia klabu hii tukitoka, tuingia klabu ile tukitoka. Asema kwenye klabu ya usiku niloingia ndani ya Mombasa, yule naye mwangukia kwa heshima kumbusu mikono, suruali aliyokuwa ameivaa, hata mimi sijui nikwambie nini, shekamwambia tosha, hata usiendelee. Asema sikuweza kumtolea salamu wala yeye kunitolea salamu, na ikawa ndio mwisho mimi na yeye hata kutolea na salamu kwa mambo niliyoyaona kwake. Sasa haya Casablanca na kujiuza usiku, kuna wengine watasema ya kwamba makabila fulani huvaa maninja na mabuibui. La, wawe wako hao, wawe wako hao, lakini na wetu wako, na wetu ndio wingi. Sasa watu huvaa majilbabu na maninja na mabuibui wakaenda makanisani kuombewa, na ushahidi huko na klipu ziko. Acha hilo, ni wangapi kati ya Waislamu leo wanaoritadi kwa sababu ya pesa? Ni wangapi? Hawa ndugu zetu wanaosafiri sana kwenda nchi za ng'ambo, wingi huritadi, wingi huritadi na wingi hutoka kwenye Uislamu. Na haya ni mambo upangwa, hulengwa kwenye nchi fulani na hulengwa watu fulani, ya kwamba hizi nchi na hawa watu
idadi ya Waislamu ni nyingi na Uislamu uko hali ya juu, vipi tutabadilisha vizazi vyao? Vipi tutabadilisha mambo yao ili tuweze kuharibu Uislamu? Lakini kama nsemavyo siku zote, Uislamu lao ungekuwa ni chama, ungekuwa hakuna Uislamu. Kwa namna wanavyosimama watu kuupiga Uislamu vita, na siku zote pia anasema hautukani Uislamu wala hatukani Mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa sisi Waislamu ndio chanzo. Lakini watu huenda wakaombewa na mapasta. Pasta mwenyewe ataka dua, huyo pasta unayetaka dua kwake, yeye mwenyewe ataka dua Mwenyezi Mungu amuongoze kwenye barabara sawa. Lakini kwa kukosa imani tukaata dini yetu ya Kiislamu, tukaata sisi kwenda mbio kuitafuta akhera kwa lengo la sisi kuipenda dunia. Leo angalieni hata hawa wanaosilimu, anaisilimu leo, chunguzeni sana, hushika Uislamu kwa makamama kuliko hata ambaye kwamba amezaliwa kwenye Uislamu. Angalieni sana na hebu pulikeni na chunguzeni, ana hamu na Uislamu. Na hapa nataka kusema ni wengi watu wanaosilimu, lakini tusiwaache hawa watu baada ya kusilimu iwe ni basi. Ni wingi watu husilimu, tuwashikeni kuwasomesha hawa watu dini yao, wafahamu dini yao. Na hawa watu wakisilimu hupigwa vitamwa kwao. Kwa nini wamesilimu? Kuna kijana hapa ambaye kwamba kila mwezi mwamchangia kwa lengo la masomo yake. Kijana amesilimu, ameiona njia ya haki, kwao amepigwa vita. Kwa nini ameingia katika Uislamu? Na huyu mtoto ana hamu ya kuisoma dini yake. Kinachomtatiza yeye ni malipo ya masomo yake, na masomo si masomo tu, ni masomo ya kuhifadhi kitabu cha Allah tabaraka wa taala, na malipo yake kwa mwezi ni shilingi 4,500. 3,500 ni malipo yake na 1,000 ni pocket money yake. Hivi hapa tulipo, tutashindwa sisi leo baada ya swala kumtafutia hata kama ni miezi 2, 3, 4, 5 akapata umakinifu kwa yeye kusoma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kwa yetu tuyatakayo tutafanya, kwa ya Mungu ayatakayo sisi hatuyataki. Maharusi haya tulionayo, taangalia utaona balaa moja kwa mbili. Kabla sijakuja kwa khutba ya Ijumaa, katika peruzi zangu za mtandao nikaona klipu moja imenisikitisha sana. Wanawake wako holini, harusi yaendelea, na kuna mwimbaji amesimama yuwaimba, na mwimbaji ni Hanifi. Leo wasiokuwa waume nao ni waume kwa maumbile walioumbwa na Mola wao, tumeweka vipaumbele. Leo katika maharusi yetu wapishi ni hao mahanithi. Leo katika maharusi yetu wanaopamba masteji ni mahanithi. Leo kwenye maharusi yetu wanaoimba kwenye masteji ni mahanithi. Hapo hapo lililosikitisha, wake zetu wako uchi. Nikashindwa kujizuia, nikamwambia ahli yangu, sipeleki lawama kwa hawa wanawake, napeleka lawama kwa sisi waume wenye hawa wake. Nguo paka hapa, shingo wazi, nyele wazi, hata kameramani kurikodi si haki. Yakisemwa haya, licha kuudhika wanawake, kuna wanawake utaona wakikomenti wakisikia haya, Mwenyezi Mungu atuongoze. Lakini atatoka mume mfano wangu na madevu kama haya, asemea kwamba mumezidi mashehe, hamuna lingine isipokuwa hayo. Tamwata vipi ende holini kwa uchi wa sampuli ile? Wake zetu hawa huja kutukuliwa na watu wa matukutuku majumbani,
bila hata buibui, akatiwa kwenye tuktuku yaenda kupamba, nasi tukafungua milango ukamtia kwenye tuktuku, na baada ya kujipamba kwake mwenyewe kisha kuuliza vipi, ukamwambia hapo sawa, umependeza mke wangu. Akaenda kule kameramani mwanamume, DJ mwanamume, klipu ya mke wako ateza harusini yatoka, ulimwengu washuhudia. Kisha wewe na mimi ndiyo ndimi ndefu kutaka kutukana watu na kusema ambao kwamba hayastahiki kusemwa. Mke wako na wangu hatuwezi kufungua mdomo wala ulimi. Hayo maharusi takuwa ni gharama hayo. Tupende tusipende, kwa kuiba, kwa kukopa, kwa harusi tafanywa madamu waifu yataka. Lakini leo nataka kuambia, si kila waifu ni waifu, kuna mawaifu ni knives. Wengine mvisu utaka kuturarua na kutumaliza tu. Lakini yatafanyika hayo ya kidini kama hayo. Watoto wataka kusoma dini yao, watoto wataka kusomeshwa, tuweza tukatoka sisi tusichangie. Changia hata kama shilingi 20. Na mimi nakuhakikishia kama shekhe, kwa elimu chache alionipa Mungu, toa ulicho nacho, hata kama 500, hata kama mfukoni hauna, uangalie miujiza ya Mungu itakuja zaidi ya 500. Na ikiwa huamini hilo, mimi taanza kwa 500 nilionayo, na nina imani nitapata zaidi ya 500 kabla jioni. Lakini watu silimu, watu wakataka kusoma dini. Sisi hatutaki kusoma dini, wala sisi hatuifikiria akhera. Kwa nini? Dunia imetuhuri, dunia imetuhadaa. Isituhuri dunia, leo tupo, kesho hatupo. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa baad. Vitabu vasema tukifunga khutba yetu ya leo, wa kana Ali radhiyallahu anhu yaqul, Ali radhi za Allah tabaraka wa taala ziwe juu yake alikuwa akisema, inna dunya qad irtahlat mudbira, hii dunia ishaondoka sasa, imetupa mgongo, dunia yaenda zake. Wa innal akhirata qad irtahlat muqbila, na hakika akhira ishaondoka sasa, imetukabili, akhira yaja. Walikulli minhuma banuna, na wote hao wana watoto, na wote hao wana watu. Kuna watu wa duniani na watu wa akhirani. Fakunu min abnai al-akhirah wala takunu min abnai dunya, kuweni ni watu wa akhira, musiwe ni watu wa dunia. Fa innal yawma, hakika ya leo, amalun, ni amali, wala hisab, hakuna hisabu. Wa ghadan, na kesho, hisabun wala amal, kesho ni hisabu, hakuna amali. Sasa sema hii dunia yenda zake, vituko vilioko duniani, wewe utashangaa. Kila leo utaona vituko, mara hivi, mara vile, mara lile. Kwa sababu gani? Kwa sababu dunia yenyewe iko mwisho. Huu ulimwengu ushakwisha. Ikiwa sisi twakalia deposit, dunia yenyewe yakalia deposit. Sasa hamu zetu ziwe ni hamu ya kufikiria akhera. Mmoja alisema kumwambia mwenzake, ijal hammaka hamman wahida hammal akhirah, jalia hamu yako ni hamu moja tu, hamu ya kuifikiria akhera, mengine yote achana nayo. Haya yote mapito haya, huko tutakwenda kujuta, wala Mwenyezi Mungu asitujalie miongoni mwa wenye kujuta. Huko pana raha, huko watu watapata mema, huko watu watapata mazuri. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao. Hapa tutaondoka tu, hapa tutaisha tu, hapa tutakufa tu. Leo majumba tunayoyaona yatasagika sagika, haya yatakuisha haya. Hii ardhi tunayoiona itakuwa hakuna kitu.
sote tutaondoka, mpaka malaika wa Mungu watakufa. Mwenyezi Mungu atabakia peke yake. Kwa nini? Kwa jambo la yakini tulitilie shaka. Ndio mmoja asema, ma raaitu yaqina ashbaha bishak min yaqini nnasi bilmauti thumma la yastaiduna lah. Sijawahipo kuona yakini iliyofanana na shaka, watu kuifanya kama jambo la shaka kisha wasijiandae na jambo hilo, akikusudia ya kwamba mauti ni jambo la yakini. Na Mwenyezi Mungu ameyaita yakini kwa kuwa mauti kweli yapo, na sote tuamini mauti yapo, lakini kana kwamba twatilia shaka umauti, kana kwamba mtu akifa amejitakia mwenyewe. Sote tutaondoka. Kwa nini tubakie kufanya machafu? Leo maaswi mingi, hata hujui useme nini, useme lipi, wate lipi. Mmoja anambia jana, shekhe, hizi BNB nafikiri mwazifahamu. Anambia, shekhe, sasa hivi BNB ndio gesti za kileo. Asema kuna waume za watu wanaoingia na wake za watu, na wengine si wake zao, visichana vyao, na kuna wake za watu wanaoingia na waume na watu, na wengine hata si waume za watu. Kisha kwa simama watu kuadvertise hizi BNB. Sisemi haya kwa kuvunjia watu biashara zao, lakini nawaambia hawa wenye BNB, bed and breakfasts, nawaambieni ya kwamba hebu wekeni masharti. Kama Waislamu wa kweli, hana ruhusa mtu kuingia mpaka aje na cheti ya kwamba aliye naye ni mke wake. Lakini waume wingi mawikendi huenda BNB, wakaenda wao, wakatukua wao ambao kwamba si wake zao, wakaenda wakalala nao siku 2-3, huku wasema umesafiri, mimi kwenda sehemu fulani, na wengine kwa kukufuru wasema naenda khuruj ya tabligh. Allahu akbar. Wansingizia na Mungu, khuruj wiki 2 tatoka fi sabilillah, kumbe una kijihawara chako, enda naye BNB. Kisha usimama watu wakadvertise. Leo ma TikTokers nawaambia mimi, musisimame ku advertise mambo ya haramu. Tafuteni tumo la halali, kuleni kwa majasho ya halali. Biashara za haramu musi advertise. Wengine ukiwaangalia vitu wanavyo advertise mpaka kutia shaka, huyu mvipi huyu? Lakini vitu vya haramu wakaitwa ka advertise BNB. Sasa atajua mwenyewe, mimi ni kazi tu nishafanya. La, kuwa makini na tumo unalotuma, kuwa makini na pato unalolipata, kuwa makini na chakula unachokula, kuwa makini na chakula unacholisha familia yako. Lakini maasi ni mingi, machafu ni mingi, mengine hata hayaneneki. Leo wanawake wakiatwa huweka pati wakafurahi kwa talaka. Suleiman kusha walikuwa watu kaikwa pati ukalia na ngoma, watu washerekea talaka imetoka. Inna lillahi. Talaka ambao kwamba arshi ya Mwenyezi Mungu tetemeka, talaka ambao kwamba Mwenyezi Mungu angaifanya ni halali, lakini pia haipendelei sana, ingawa jambo liko katika sheria. Leo huwekwa ngoma na pati, wanawake wakaonesha, wakatoka nayo mbele hivi, waonesha watu ya kwamba hii hapa nishapata, na wenzake akamwambia dole poa hapo hapo. Na wengine wanaotoka uchi kwenye mitandao. Nataka kuambia watu, simwambie mwenzako mashallah amependeza. Wanawake hujiandika uchi kwenye mitandao, utasikia mtu ukomenti pale, awe ni mume awe ni mke, yuandika mashallah, amwandikia mashallah umependeza,
basi naye kwa kutezwa shere ufikiri kweli, siku ya pili utoa nyingine. Mpendeza nini? Wakutakao ni hao tunao kama wewe. Lakini tusiambianeni mashallah kwa la makosa, wala tusinyamaze kwa la makosa, wala tusiunge mkono la makosa. La makosa litakapoonekana la makosa, tutasema, na mimi ni wa kwanza kusema, ila antakuma saa wa ila an yaritha Allahu al-ardha wa man alaiha. Leo hivi inkuwa hata mashekhe wakinena hutukanwa, mimi hutukanwa na wengineo hutukanwa. Wallahi wa billahi tallahi, kuna shekhe aliandikiwa wasema nini wewe khanifi? Wallahi hatia shekhe ameona munkar kwenye mtandao, hana haki ya kusema juu ya mimbari. Ni Uislamu gani? Ni dini gani? Kwa kuwa msiambiwe? Twawaambia kwa sababu twaogopea gharka ya Mwenyezi Mungu. Adhabu ya Mungu ikija, as-salih wa talih wote ndani, wema na waovu wote ndani. Sikuna nakala yasema, idha ajdabatil ardu qalatil bahaimu hadha min ajli usati bani adam la'ana Allahu usata bani adam. Ardhi kikauka, mvua kama hakuna mvua, wanyama hawa kina ng'ombe na mbuzi na hawa wanyama huwapiza, wakasema ya kwamba leo hakuna mvua, sisi hatupati chakula, sababu ni wenye kuasi miongoni wa wanadamu. Mwenyezi Mungu alani wanadamu wenye kufanya maasiya. Ng'ombe hukulani. Leo mufanye makosa tunyamaze? Hatuwezi nyamaza mashekhe, maadamu twamwakilisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litakalofanywa la makosa, sisi tutasema, mwenye kuudhika udhike, mwenye kufurahi afurahi, lakini tutaikana sawa, kwa sababu dunia haikushika popote. Leo tupo, kesho hatupo. Tuweza kwenda kwa Mola wetu tukaambiwa, tulikufanya, tulikupa elimu hata kama ni kidogo, na uliona machafu na maovu na hukuweza kusema juu ya mimbari. Hatutaki kulaumiwa na Mola wetu, tuko radhi tulaumiwe na waja, lakini hatuko radhi kulaumiwa na Mola wa waja. Na muomba Allah tabaraka wa taala tuafikie kila la kheri, na muomba Allah tabaraka wa taala tubariki, na muomba Allah tabaraka wa taala tufanye waja wema. Kikubwa ndugu zanguni katika imani, nasaha inaokuja sasa ya Mtume na wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam unaokuja Ijumaa ijayo, Mungu akipenda, ni wasia mkubwa sana. Tujeni mapema, tujeni kwa wingi, tumsikie Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili kuwa akipata fahamu, akikosa fahamu, kwa uchungu wa mauti Mtume sallallahu alaihi wasallam, fahamu akipotea, fahamu zikirudi, yasema hilo hilo. Akipoteza fahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam, fahamu zikirudi, Mtume asema hilo hilo. Ni jambo gani? Ni Ijumaa inaokuja Mungu akipenda. Innahu waliyu dhalika wal qadir alayhi. Yaqulu Allahu mukhbiran wa amira, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ij'al hadhihi jama'atana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi mu'ayyadan ma'suman. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha ma batan. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus salam.